الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد رسول الله وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يقول الله عز وجل: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلان كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنذروا هذين حتى يصطلحا، أنذروا هذين حتى يصطلحا، أنذروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم وكذا مالك وأبو داود. أحبابي في الله، baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yatupasa turudishe shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kuweza kuipata siku kama hii ya leo na kuweza kuwa mahala kama hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuomba azitakabali somo zetu na atuweke katika wale ambao kwamba wataachwa huri na moto wa Jahannam. Ikhwani fillahi, baada ya kuona na kuelezana mambo mengi yanayofungamana na mambo ambayo yanafungamana na mwanadamu, na jana tukaona namna gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha na sifa mbili ambazo kwamba ni sifa kubwa. Na leo tuangalie mwanadamu yuko ulimwenguni, na mwanadamu huyu ana malengo. Lengo la mwanadamu katika ulimwengu kama huu yeye ni kuweza kufaulu mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lengo kubwa la mwanadamu kuweza kujishughulisha na ibadati katika dunia kama hili na kuweza kufanya bidii katika hali ya kujitolea nafsi yake, kujitolea nguvu zake,
kujitolea mali yake, lengo na shabaha. Mwanadamu kama huyu ana mahala alipolenga, na lengo kubwa mwanadamu kama huyu amelenga kwamba ende mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hali ya kuwa moyo wake umesalimika, na vile vile akifika mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala aweze kupata rehema ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Nayo ni nini? Aweze kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchagulia mwanadamu, amelipoumba ulimwengu, akaumba na mwaka, akaumba katika mwaka miezi. Katika miezi kama hili akachagua miezi minne ambayo ni mitukufu, na katika hili miezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachagua masiku ambayo ni tukufu. Moja katika masiku ambayo ni tukufu ni usiku wa Lailatul Qadri, na moja katika masiku ambayo ni tukufu ni usiku wa Lailatul Nisfi min Sha'ban. Na katika wiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amechagua ndani ya haya mawiki kuna masiku saba. Katika zile siku saba Mola Subhanahu wa Ta'ala amechagua siku mbili ambazo kwamba hizi siku mbili ni bora kwa Muislamu, na ni siku ambazo kwamba yatakiwa Muislamu kama Muislamu aweze kuhakikisha kwamba kila inapomfika moja katika haya masiku mawili, basi yampate hali ya kuwa yeye yuko katika kufanya mambo mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichagua siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, akazigawanya hizi siku saba kuanzia Ijumaa mpaka Jumapili, kisha Jumatatu. Alafu kitoka Jumatatu unatembea Jumanne na Jumatano, kisha Alhamisi. Masiku haya Mwenyezi Mungu ameyaboresha, ameyaweka ni special kwa Muislamu. Kuna nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi yake iliyopokelewa na Sayyidina Abi Huraira asema, tuftahu abwabul jannati. Hizi siku baada ya Mwenyezi Mungu kuzigawanya akasema, tuftahu abwabul jannati yawmal ithnaini, hufunguliwa milango ya pepo siku ya Jumatatu. Yani wewe fanya matendo yote utakayofanya, lakini ikifika siku ya Jumatatu ujue kwamba milango ya pepo iko wazi, ujue kwamba milango ya rehema ya Mwenyezi Mungu iko wazi, ya kungoja mimi, ya kungoja wewe na mimi tuweze kuingia katika pepo kama hiyo. Vipi leo Muislamu atakosa kuingia peponi wakati ambapo
kila siku mbili katika wiki Muislamu atakiwa kuingia peponi. Yaum al-ithnain wa yaum al-khamis. Ukitoka Jumatatu utaingia katika masiku ya Jumanne na Jumatano, Alhamisi milango hiyo. Ni kinaya kwamba Muislamu kadri atakavyoishi katika wiki mzima, ina maana kwamba hizi siku mbili anapaswa kama Muislamu kuzitumia kwa namna nzuri, ili Mola Subhanahu wa Ta'ala amjalie, amwandikishe kwamba ni moja katika watu wa peponi. Lakini huyu anayezipata siku hizi mbili ni mtu gani? Mwenyezi Mungu akaendelea kusema katika siku hizi mbili, sababu ya kufunguliwa milango ya pepo ni kwamba yughfaru likulli abdin la yushrik billahi shay'a. Hizi siku mbili hizi, yughfaru, husamehewa, likulli abdin, kwa kila mja ambaye kwamba la yushriku billahi shay'a, hamshirikishi Mola na kitu chochote, hamfanyi Mola Subhanahu wa Ta'ala kwamba anamshirika. Mwenyezi Mungu ametwambia ndani ya Qur'ani, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mola Subhanahu wa Ta'ala atwambia kwamba Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi mengine madogo madogo, na anamsamehe amtakaye, lakini hawezi kumsamehe mtu ambaye kwamba anamshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'al asafi shadid ni kwamba watu wanayakoti maneno ya hadithi kama hizi au Qur'ani kama hili kitofauti. Mtu anapoambiwa kwamba Mola hasamehe madhambi madogo mengine ya kushirikisha, anaona kwamba mimi basi siwezi kupata msamaha wa Mwenyezi Mungu. La, hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kwamba kuna madhambi ambayo kwamba ni sahali katika kusamehewa kwa haraka, na kuna madhambi ambayo kwamba yanahitajia wewe mwenyewe nafsi yako, wewe mwenyewe binafsi yako uweze kujirudi na uweze kujikakamua, uweze kuondokana na makosa yale. Akatuonyesha kwamba kuna wakati ambao kwamba madhambi yale madogo yanaweza kusamehewa anytime. Ndio utakuta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatwambia, idha asata fa ahsin. Zamani unapofanya kosa ukakumbuka, ukiteleza ukafanya kosa ukakumbuka, fa ahsin. Ukishafanya lile zuri, tamhuwa, ufuta lile baya. Hii ndiyo hali iliyopo. Na madhambi, kuna madhambi ambayo kwamba yanahitajia tauba ya kikweli, yanahitajia tauba ya kisawasawa. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wakawa wanatusisitiza kwamba kuna baadhi ya madhambi hayasamehewi ila kwa tauba. Miongoni mwayo ni madhambi ya shirki. Shirki
utasamehewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala wakati ambao kwamba utaamua kutubia kikweli, ukarudi kwa Mola, ukatekeleza zile sharti ambazo kwamba ni za tauba. Zikishakamilika sharti zote, basi ujue wewe tayari tauba yako ishakubaliwa, wewe utakuwa hauna tatizo lolote. Lakini usisikie ukaambiwa kwamba Mwenyezi Mungu amesema hatomsamehe mwenye kumshirikisha, ukaona kwamba basi mimi hata nipone, kwa sababu tuna lugha hizo wasema ikiwa sitopata msamaha mimi acha nipone nimalizie. La, wapata msamaha, lakini haya ni madhambi ambayo yataka wewe utubie kisawasawa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fadhila zinazopatikana katika hadithi kama hii aliyoeleza Mwenyezi Mungu kwamba siku ya Jumatatu na Alhamisi kufunguliwa kwa milango ya pepo, fadhila zake ni kwamba kunapatikaniwa msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio lengo kubwa la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuiweka wazi milango yake siku ya Jumatatu, ili yule alomkosea kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, basi Jumatatu anayemkosea Mwenyezi Mungu siku hizi, basi akiwa ataleta istighfari, basi itakuwa siku ya Jumatatu ni moja katika masiku ambayo kwamba mja atasamehewa kwa haraka, kama vile ambavyo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka katika siku ya Ijumaa ni miongoni mwa masiku matukufu kwa waja, na akaweka jisali moja ambalo kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema la yuwafiquha al-insanu fayasalu du'a illa istajaba Allahu du'aahu. Muislamu, mtu yoyote hawezi kulisadifu saa hilo siku ya Ijumaa ila akimuomba Mwenyezi Mungu, basi atakwenda kujibiwa dua yake kama ile. Ndiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatusisitiza kwamba siku ya Ijumaa akthiru duaa, kithirisheni dua. Na siku ya Jumatatu vile vile, Muislamu ndugu yangu, kithirisha dua, kwa sababu hiyo ni siku ambayo kwamba wapatikana msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku ya Alhamisi pia vile vile elekeza msamaha wako kuomba kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ili Mola Subhanahu wa Ta'ala aweze kukusamehe. Miongoni mwa fadhila zinazopatikana katika siku hii ya Jumatatu na siku ya Alhamisi, Mwenyezi Mungu kuzichagua hizi siku mbili ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa lima tasumu yawma al-ithnain wa yawma al-khamis, qala dhalika yawmun wulidtu wa dhalika yawmun bu'ithtu wa dhalika yawmun hajartu. Yani zile tarikhia zote zimetokea siku ya Jumatatu. Kisha akajibu tena akasema wadhalika wa yawmul ithnaini tu'radu fihi al-a'malu, tu'radu al-a'malu fi yawmil ithnaini wa yawmil khamis fa ahabbu
an yalqa Allahu amali wa ana saim. Mtume alipoulizwa kwamba kwa nini wewe wafunga siku ya Jumatatu wafunga na siku ya Alhamisi, akajibu majibu sampuli mbili. Akasema siku ya Jumatatu ndiyo siku nilozaliwa, siku ya Jumatatu ndiyo siku nilotumilizwa, siku ya Jumatatu ndiyo siku nilogula. Kisha akageuka akasema siku ya Jumatatu na Alhamisi, hizi siku mbili ni siku ambazo kwamba tu'radul a'malu ila Allah, zile amali zetu hupandishwa zikapelekwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Jumatatu hunyanyuliwa amali zetu zote kwa mpigo, kwa mkupuo mmoja, akaonyeshwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii ni ya mtu fulani, hii ni ya mtu fulani, hii ni ya mtu fulani, kila siku ya Jumatatu na kila siku ya Alhamisi. Akasema mtume wa Mwenyezi Mungu, fa ahabbu an yurfa'a amali wa ana swaim, basi na mimi nataka au na mimi napenda wakati zinaponyanyuliwa amali zangu, zinapokwenda kuonyeshwa kwa Mwenyezi Mungu, zipelekwe ili hali mimi nimefunga. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aseme kwamba napenda kwamba amali yangu ionyeshwe kwa Mwenyezi Mungu na ili hali mimi nimefanya nini? Nimefunga. Kwa sababu katika amali azipendazo mno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni amalu siyam. Ndio Mwenyezi Mungu tuko akasema katika hadithi al-Qudsi, kullu amali ibn adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kila analofanya mwanadamu ni kwa ajili ya kumilikisha nafsi yake. Kila analofanya mwanadamu ni kwa ajili ya kuimilikisha starehe siku ya Kiyama. Nafsi yake ni yake yeye mwenyewe, yuenda kuziokoa nafsi zake yeye mwenyewe, isipokuwa somo. Somo mimi ndiyo ninayejua kwamba nitamlipa kitu gani. Mwenyezi Mungu hapa ameonyesha kwamba yani ukifanya amali wewe tayari ushajua kwamba mimi nimeswali, nishapata thawabu. Mimi nimetoa zaka, nishapata thawabu. Mimi nimefanya jambo fulani, nishapata thawabu. Lakini saumu hakuna mahala katika Qur'ani utaisoma saumu imeelezwa kwamba mtu akifunga atalipwa kiasi fulani. Hakuna, wala hakuna hadithi. Lakini utakuta kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameidhamini kwamba saumu yeye ndiye atakayelipa. Ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi ninapenda saumu, amali zangu zote zikienda mbele ya Mola ziwe zitapokelewa, na ili hali amali yangu ya mwisho inayopokelewa kwa Mwenyezi Mungu iwe mimi nafunga, ili iwe ni kama muhuri, ni stamp. Ile saumu iwe ni stamp, itaficha zile amali zote zilizobakia. Mwenyezi Mungu akisha kuangalia pale kwenye saumu, basi itakuwa ni qualified. Katika hadithi hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba illa rajulani au illa rajula kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u, isipokuwa watu wawili. Isipokuwa watu wawili. Hawa watu wawili ni watu aina gani? Ni watu sampuli gani? Ni watu wenye sifa gani? Mwenyezi Mungu akasema kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u,
wanachuki baadhi yao kwa baadhi nyingine, wameteta hawazungumzishani, wamegombana hawaneni, wameteta hawasemeshani. Hawa ikiwa wamechukiana hawasemeshani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaambia malaika, andhiru hadaini hatta yastaliha, hawa wacheni kwanza. Yani viumbe vyote vitapata msamaha siku ya Jumatatu, vitapata msamaha siku ya Alhamisi, ila nyinyi watu wawili hamtopata msamaha siku ya Jumatatu, hamtopata msamaha siku ya Alhamisi. Kwa nini? Kwa sababu ya chuki ambazo mmewekeana wewe na ndugu yako, kwa sababu ya chuki ambazo mmegombana wewe na ndugu yako. Na haya ndiyo mashakili makubwa katika umma wetu wa sasa, ndiyo matatizo makubwa yaliyojaa katika karne hii yetu sasa, kiasi kwamba inafika hadi Muislamu au ndugu anamwambia ndugu yake, kwa kuwa tu wamekosana kwa jambo dogo, ana uwezo wa kumwambia ndugu yake Muislamu, tusizungumzishane mpaka tutakwenda kusemeshana mbele ya Mwenyezi Mungu. Wewe una ulimi gani wa kuzungumza hivyo ndugu yako Muislamu? Umwambie ndugu yako Muislamu, mimi na wewe mpaka kiyama. Haya ndio mapenzi tunayotoa, mimi na wewe mpaka kiyama. Wewe wajua mahakama ya kiyama yako vipi? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, la yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Si halali kwa Muislamu kumgura ndugu yake Muislamu zaidi ya siku 3. Wewe wamwambia ndugu yako Muislamu, mimi na wewe hatuzungumzi ila yaumil qiyama. Hizo ni siku ngapi? Unajua utaishi mpaka kiyama? Yani waliyadhu billahi ta'ala bidhalik. Umemwambia ndugu yako Muislamu maneno hayo, akitoka mlangoni wewe hapo umeanguka, umefariki. Unatarajia kitu gani? Afanye nini yule ndugu yako Muislamu? Hamjapata hata kuomba na msamaha. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, bora ya watu wawili waliochukiana, walioteta wakawa hawazungumzi, mbora ni yule man yabda sahibahu bisalami. Bora ya hawa watu wawili, mbora ni yule ambaye atamwanza mwenzake kwa kumsemesha. Na pengine utauliza swala laweza kuja hivi, mimi na ndugu yangu tumegombana, na mimi nimetaka tusuluhishe, yeye hataki, nimekwenda mwenyewe, amekataa, nimetuma watu ambao wametuzidi umri, amekataa, nimetuma watu ambao ni watu wa maulama, amekataa. Kisha wewe huna makosa. Maulama watambia, ikiwa hali ni hiyo, basi wewe chukua ile kauli ya Mtume kwamba bora ni yule anayemwanza mwenzake kwa salamu. Ikiwa wewe na ndugu yako Muislamu mumeteta, akataka kusuluhisha, wewe ukakataa, wewe ndiyo utakayekuwa na makosa. Sasa yule ashasafisha moyo wake, ashasafisha makosa yake, Mwenyezi Mungu atamsamehe. Wewe ambaye umekataa ndiye utakayekuwa na makosa, utaandikiwa madhambi ila yaumil qiyama. Kwa hivyo ikhwata al-Islam wal iman, hadithi kama hii imetuonyesha ubora wa siku mbili ambazo kwamba mimi na wewe leo hii twaishi katika masiku haya. Tunatakiwa kuyapatiliza masiku haya mawili tuweze kupata msamaha wa Mola Subhanahu wa Ta'ala.
na tumetahadharishwa katika masiku haya watu sampuli mbili, watu ambao kwamba wanateta hawamalizi ugomvi. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamweleza mtu ambaye pengine amekosana na mwenzake, kisha mwenzake akataka kusuluhisha, yeye akakataa. Mtume anasema ashaddu nnasi adhaban yawma alqiyamati al-aladdu al-khasmi. Ashaddu nnasi adhaban yawma alqiyama, watu wenye kuadhibiwa vikali, watu watakaopata adhabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Riwaya nyingine, abghadhu rijali ila Allah al-aladdu bil-khasm. Angalia, huku ni adhabu kali, huku riwaya nyingine mtu anayemchukiza Mola sana. Yani ikiwa wewe ndugu yangu Muislamu utakuwa umeteta na ndugu yako Muislamu, alafu mwenzako anataka kupatanisho, wewe wakataa, ujue wewe katika watu wanaomchukiza Mola, wewe ni namba 1. Haikiwa wewe wamchukiza Mola na binadamu, wakati ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi nyingine atuambia, anapompenda mtu na akamchukia mtu, humuita Jibril akamwambia mimi fulani nampenda, mpende. Jibril akampenda, akanadi mbinguni, akanadi ardhini, watu wote wakakupenda. Akimchukia humwambia Jibril, mimi namchukia fulani. Yani wewe ni korofi namna gani mpaka watangaziwa kwa malaika kwamba wewe wachukiwa na Mungu? Jibril anakuchukia, Jibril ananadi mbinguni, watu wa mbinguni wote wanakuchukia, anashuka ardhini, unachukiwa na kila mtu, mpaka wale wadudu chungu wanakuchukia. Unaona chungu chungu ukimfuata na kukimbia. Kuna watu hata mdudu chungu anaweza kaa siku nzima, hata chungu hawezi panda kwenye mwili wake. Kuna watu hizi hawezi toa kwenye mwili wake. Jiangalie sana ndugu yangu Muislamu, wao kuna problem ambazo ziko. Kwa haya machache, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.